Eneo la Athi River katika kaunti ya Machakos kumeshuhudiwa mizozo mingi ya ardhi ya hivi punde, ikiwa katika mtaa wa Njunguini ambapo wakazi wamelalamikia kupokea notisi ya kampuni ya Kenya Meat Commission ikiwataka kuhama eneo hilo ndani ya siku 14. Nimekaa hapa kwa miaka 10 na ni mimi yule amekuja nyuma na tumejenga pale. Ilikuwa tarehe 7 jioni, nilisikia kila mtu ananipigia simu ananiambia ya kwamba kuna makaratasi imewekwa ya notice. Sasa kila mtu anastahili ahame, kwa sababu watu wameona makaratasi, hawajui ni mambo gani inaendelea. Tulikuwa tunaomba kama inawezekana, hali ni mbaya, watu wanahama, wengine pia wamekosa mali ya kwenda. Kama kungekuwa na manyumba, watu wangekuwa wamehama. Wengine wamehamia Kitengela, wengine wamehamia Mlolongo, wengine wamekosa pa kwenda, wengine walikuwa wamelipa manyumba. Kulingana na wakazi hao, wamekuwa wakifanya biashara katika eneo hili kwa muda miaka 10 na notisi ya siku 14 haitoshi kuhama, kwani hawajui watakapopeleka biashara zao. Tangu nianze hii biashara nimeanza kama niko na miaka kama 2. Kwa ile nimeiona, kwa hiyo miaka imeisha, hii mwaka tumefikia, hii ni ya kusababisha sana. Iona mambo kama hii. Tulikuwa naambiwa kutabomolewa, lakini imekuwa serious. Kwa wakazi wa hapa, unaona vile unaona vile watu wanaanza kwa mama, sasa biashara zetu zishakufa. Tulianza ni bottom up. Sasa imekuwa ni bottom up, ama ni kwenda nyumbani. Wale watu pia wanakaa pale, wanafanya kazi hapa, wengine wanaenda makampuni ya IPZ, wengine wanaenda zile siko Mombasa Road na wako pale. Sasa wanakuuliza tutahamia wapi, maana na kuna manyumba. Mbunge wa kaunti ya Machakos Agnes Kamene Kasimbi akisema serikali imekuwa na nia ya kuwadhulumu wakazi wa eneo hilo, akiorodhesha baadhi ya mitaa wakazi walikobomolewa, miongoni mwao ikiwa Portland ambapo wakazi walibomolewa makazi yao, akisema kamwe hata kubali hilo kutendeka. Na mimi nataka kuuliza serikali hivi, hamujachoka? Juzi mulikuwa Athi River, Portland, mukafukuza wakaaji wa huko, mukawabomolea nyumba zao. Sasa mumerudi in the name of KMC. Tunasema hivi, mumetuchokesha. Sasa mkitaka afadhali ikue mbaya mbovu, tunakatalia, wacheni kusumbua watu wa Njunguini. Ila tunaomba watu wakae chini, kuwe na mwafaka. Win-win situation for all. Zaidi ya wakazi 100,000 wataathirika ikiwa kuna hatua itachukuliwa katika siku 14 zilizopeanwa na kampuni hii. Sijui KMC inatokea wapi? Mtabomoa hizo nyumba more than 100,000 ama mtazipeleka wapi? Hiyo tunakataa, tuende back, hata kama ni kotini, will handle, na tuangalie vile tutaokoa watu wetu. Nauliza swali hivi, tutaelekea wapi na vile tuko wengi hivi? Hapa ndio mahali petu tunafanyia kazi. Tutaenda wapi? Isaac Musyoka, Undugu TV.